Inakuwaje family kubwa ya Sports One Media? Naitwa MC Bizo7 na hii ni Sports One Media. Kumbuka ni media nyumbani ambayo inakuletea habari za michezo, matukio tofauti tofauti pamoja na burudani ya muziki. Leo ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 19 mwaka 2026. Bana, ndani ya Gongoni hapa vijana wa Golden Dawn Initiative wameamua bana, ikiwa leo ni siku ya kufanya usafi kwenye jiji lao hili la Gongoni. Kumbuka ni kundi la vijana ambalo limeweza kuchipukia na linakuja vyema kabisa likishirikiana na Next Generation Champions pamoja na wamama wa mikoko pia na watu wa mazingira wa hapa Gongoni. Tutakuwa tunazidi kuongea nao tujue ni yapi ambayo waliweza kukaa wakayapanga mpaka kufikia siku hii ya leo. Zidi kutegea na kumbuka, kama we ni familia na huja subscribe, basi nenda pale ukasubscribe kwenye YouTube yetu ya Sports One Media. Vile nenda pale kwenye TikTok, nenda ukafollow pale Sports One Media. Naitwa MC Bizo7, nyuma kamera pale muite Super Michael Katereski. Tune in. Kama nilivyokuwa nimekwambia kwamba usafi unaweza kufanyika kwenye jiji la Gongoni, na hapa tulipo sasa hivi tuko uwanja wa Mapimo Primary, yani uwanja ule ambao wanafunzi wanaweza kufanya mambo yao ya kimichezo. Na kama unavyoona hapo, hali haikuwa nzuri vile, lakini kutokana na hali hii ya vijana hawa wa Golden Dawn Initiative wameweza kufika na kila kitu kinakwenda vizuri. Niliye naye hapa ni area chief wa eneo hili la Gongoni, anatambulika kama Bashe Hussein Bashe. Tuko naye hapa pia, atakuwa anatuambia mawili matatu kuhusiana na siku hii ya leo. Wewe pia ukiwa umeweza kuhudhuria siku hii ya leo, kwanza ni kipi ambacho kimekugusa mpaka wewe ukaweza kufika hapa? Kilichonigusa zaidi ni kwanza vile kutembelewa na vijana wa Golden Dawn, pambazuko la dhahabu wanajiita hivyo, waliponitembelea kwa ofisi na malengo yao yalikokoni haya ambayo leo tuko nayo hapa. Baada ya kupata habari hizi kwamba vijana wanataka kuingia na kufanya usafi, hizi habari wewe ulizipokeaje kwanza kama area chief? Habari hizi zilikuwa njema kwangu na nilizipokea kwa mikono miwili na nikawakubalia, na tukaendelea na mipangilio kama hivi tulipofikia leo. Mpaka sasa hivi hali ikiwa inaendelea kufanyika ya usafi, unahisi ni changamoto gani ama ni kipi ambacho umejifunza ambacho kitaweza kusaidia katika usafishaji wa eneo wakati mwingine? So far changamoto tulizonazo ni nyingi. Kwanza naweza kusema vifaa bado vyetu ni vichache. Kitu cha pili, watu wamejitokeza si kidogo, lakini bado ni wachache. Shughuli kama hii inatakikana na kila jamii lazima wahusike, kwa sababu hakuna mji ya maboma ambalo halikosi taka. Ndio kama hivyo. Huyu ni area chief wa Gongoni. Bana, mzee wangu Bashe, kupitia Sports One Media ningeomba uzungumze na mwananchi wako wa Gongoni, uweze kumwelekeza ni jinsi gani ama ni njia gani sahihi itumike ili tuweze kuepukana na hali kama hii ya uchafu wa mazingira. Jambo la kwanza nataka niwashukuru vijana wa Golden Dawn pamoja na wale wote waliojitokeza, kina mama na kina baba na baadhi ya watoto wa shule. Kusema la kweli, jambo kama hili ni jambo la muhimu sana na ni jambo ambalo tutataka tuvipige vita vya hali ya juu, ukizingatia kwamba maeneo mengi imekuwa ni pahali ni majaa ya kutupa taka. Hata katika nyumba mzuri unakuta ni pahali pa kutupa taka. Na sisi kwa hivi sasa tunatarajia mvua ile inatumiwa na binadamu, wengine wanatumia ile maji yake na wengine wanatumia ni hayawani ndio chakula chetu ambao tunapata kitoweo. Ikiwa uchafu kama huu ambao umebeba magonjwa ya kila aina utasombwa uende ukakae pahali hayawani ama binadamu ende akatumie, basi itatuletea madhara katika jamii yetu. Na tukiangalia hapa, tuna shule inaitwa Mapimo Primary School. Shule hii ina takribani 2000 plus wanafunzi ambao hapa kukifanya mlipuko wa maradhi, basi tuweza kusema ni Gongoni location mzima itakuwa imeathirika, kwa sababu wanafunzi wanaotoka katika hii shule wanatoka sehemu za mbalimbali. Kwa hivyo mimi kama nikiwa ninawakilisha ofisi tawala, nataka nilitilie mkazo hili jambo, kama vile leo niko na saumu yangu na nimejitolea, nimekuja hapa, tumesaidiana. Nataka kuambia wananchi wa Gongoni location
na sehemu zingine ziige mfumo kama huu. Every Thursday iwe ni cleaning day, every Thursday iwe ni cleaning day, watu wasaidiane. Ni kitu cha 2 hours ama 1.5 hours, tutakuwa hii shughuli tumeimaliza. Hapa Palikoko ni sehemu haiangaliliki, lakini tumefanya kwa muda mchache na tumeona vile kumefunguka. Kwa hivyo naomba wananchi wa Gongoni, kitu cha kwanza, hakuna ruhusa ya kutupa tena taka hapa. Pahali popote penye mlima wa taka sisi tutafuata na tuhakikishe tumeondoa. Taka zote zinatupwa barabarani kule kupitia kwa watu wa environment, ambapo kuna gari itakuwa ikija ikichukua na ikipeleka pahali pa dump site. Kwa hivyo kuanza leo hapa ni marufuku kwa mtu kutupa takataka zozote. Jambo la pili, hawa vijana wa Mwamko wa Dhahabu Golden Dawn wameamua watachukua mifuko wapeleke katikati ya majumba, ili wale wenye taka wawe na strategic point waende watupe pale, na wao watakuwa wakija wakicollect wakipeleka kule. Kitu kilichoko, na nataka tusaidianeni, hawa vijana hawatakuomba shilingi 50 wala shilingi 100, lakini watachukua pesa chache, kama vile nyinyi wakazi mnavyopeana pesa kwa watu kuja kuwatupia taka hapa. Wao watachukua pesa chache na watapeleka hizo taka. Naomba tuwaunge mkono kwa nguvu sana, ili mji wetu uwe safi na sisi tupate afya bora. Naam, kama ulivyosikia kutoka kwa area chief wetu ambaye ni Bashe Hussein Bashe, ameweza kuzungumza yake ambayo anajihisi yataweza kusaidia katika kuimarisha afya na usafi wa jiji letu la Gongoni. Zidi kutegea pale, nitakuwa pia nazidi kuongea na watu wengine ambao wameweza kuhudhuria. Mimi najihisi sawa, poa kabisa, ikiwa leo ni siku ya Alhamisi, na kama Next Generation Team tumeamua tuje tujiunge na wenzetu wa Golden Dawn Initiative kwa swala zima la kusafisha mazingira, ili mazingira yetu ya Gongoni Town yaonekane sawa na tupate uhai mzuri. Mimi kitu ambacho kimenigusa mpaka nimefika hapa, ukiangalia mazingira ambapo taka zilipo ni mazingira ambayo yamezungukwa na shule ya primary hapa, kuna shule nyingine hapa kando ya chekechea pia, na pia kuna hospitali hapa, wanabiashara. Sasa mazingira haya kuwa chafu ni ile hali ya kwamba haileti afya mzuri kwa hii hawa walengwa ama hawa the surrounding hapa. Sasa ndo kitu ambacho kimenitia moyo ama kimenifanya mpaka nimefika hapa, ni kwa sababu ya hii hali ya kusafisha na tutengeneze mazingira ili hewa hapa ibadilike, iwe na hewa safi. Mabadiliko yapo, maana sasa hali ilivyokuwa hapo mwanzo na sahihi, hata kama bado hatujafikia ile 85%, lakini kuna muonekano mzuri kidogo kulingana na vile ulivyokuwa. Na sasa kama vile alivyoeleza bwana chifu kwamba anataka zoezi hili liwe linafanyika kila siku ya Alhamisi, basi naona litasaidia pakubwa, hasa kwa upande huu wa mazingira ya shule. Kwa hiyo mimi kiupande wangu naona mabadiliko yapo. Kwa majina yangu naitwa Jane Undarua au Mama Jane. Sisi ni kikundi ambacho kinaitwa Gongoni Mikoko CBO. Tunajihusisha na mambo ya mazingira, tunajihusisha pia na mambo ya GBV. Ni grupu ambayo ilianza kina mama. Kazi zetu ni hizo za kupanda miti, mazingira ya baharini na mazingira ya nchi kavu, na tunaungana na wana wenzetu ambao wanafanya kazi kama hii. Tutaendelea kufanya pamoja na hawa Golden, kufanya shughuli hizi za mazingira, tuhakikishe Gongoni yetu imekuwa safi. Kwa majina yangu naitwa Samuel Sifa. Mimi ni co-founder wa Golden Dawn Initiative. Golden Dawn Initiative ni kikundi cha vijana CBO ya hapa Gongoni, ambao vijana tulikutana pamoja, tukakaa tukaona ni heri tufungue hii CBO. Nikiwa kama co-founder, mimi ndo nilikuja na hii program ya environmental conservation, ambapo kwa environmental conservation tulikaa tukaona ni heri tuwe na sub program ya tuliita Gongoni Youth Urban Sanitation, ambapo sasa Gongoni Youth Urban Sanitation tutakuwa tukifanya usafi wa mazingira, ikiwa mojawapo ni hii clean up, na pia tulikuwa na nyingine ya household waste collection.
household waste collection ni program ambayo tutakuwa tunazunguka manyumba mlango kwa mlango tukipetiana, ni collecting bags za uchafu, wawe wanaweka uchafu pale, kisha baada ya 2 to 3 days tunapitiana hapo tunakusanya. Na ikiwa bado hiyo itakuwa ni njia mojawapo ya kuempower vijana wetu, kwa sababu wale watakokuwa wakipita na kukusanya watakuwa wanalipwa ni pesa kidogo kwa ajili ya kujistahimili na pia kwa ajili ya kueneza CBO yetu. Pia kwa Golden Dawn Initiative tuko na programu nyingine tunaita Positive Parenting. Positive Parenting ni programu ambayo itakuwa tunadili sana na vijana, kuhamasisha juu ya mimba za mapema, mihadarati na pia jinsi ya kujikimu kimaisha wao kwa wao wenyewe. Tutakuwa na programu nyingine ambayo itakuwa ni ya financial management. Financial management tutakuwa tukiongea na vijana jinsi ya kutumia pesa zao zile kidogo kidogo wanazozipata, kwa maana unakuta kuna vijana fulani wanaenda kazi wanapata pesa, lakini mwisho wao zinaisha na mihadarati, zinaisha na ngono, zinaisha na vitu ambavyo havina maana. So sisi tulikuja na hii program kwa ajili ya vijana wetu wa Gongoni. Leo hii tumeanza na hii clean up hapa uwanjani, na si program ambayo imeanza leo na itaisha leo, ni program ambayo imeanza na itaendelea. Manake tumekuwa na chief na tumekubaliana na chief ya kwamba kila siku ya Thursday tutakuwa na programu hiyo ya clean up hapa Gongoni. Kwa hiyo ni kuhamasisha watu walinde mazingira, kuhamasisha watu watuunge mkono, na pia kwa activity nyingine inayokuja waweze kujoin kwa ajili ya kulinda mazingira yetu. Hayo.